Shandarabasaya, Korabashandarabasaya, Rikorobushandarabasaya, Karabashakarabosikaribayanda, Ropokori, Ribashanda, Ribasaya, Ribasata, Korababababori, Riboshanda, Korabashandarabasaya, Kori bashekere bababababosa, karababababosa, Rapa kore, ribashanda, ribasaya, Kora bashanda, Kora bashaka rabosika ribasaya, Kora bashanda, ribasaya. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, mahali popote unaponifuatilia. Naamini huruma za Mungu bado zinaendelea kuongea kwenye maisha yako. Na hii ndio siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, na tutafurahia, tutashangilia kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya ukuu wake. Mahali popote ulipo, ungana nami asubuhi ya leo tukizitia huruma za Bwana. Ungana nami mahali ulipo tukizitia huruma za Mungu. Mahali popote ulipo, umbali kwa Mungu sio kizuizi. Mahali popote ulipo, umbali sio kizuizi mbele za Mungu. Mahali popote ulipo, Mungu yupo. Napenda nikaribishe sana asubuhi ya leo. Karibu sana. Tuungane pamoja kuzitia huruma za Bwana, ikiwa tupo katika wiki nyingine mpya ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu ili tuweze kuyatimiza makusudi yake. Kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante. Kwa wewe ambao unanifuatilia kwa mara ya kwanza, Apostle Luciana na kukaribisha sana asubuhi ya leo. Kora bashanda. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ile 118 mstari wa 24, anasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Wiki hii ndio ambayo ameifanya Bwana. Nasi tutafurahi na kushangilia. Tutafurahi na kushangilia kwa sababu ya wema wake, tutafurahia kwa sababu ya ukuu wake. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ungana na mimi na Mungu ataenda kutuhudumia kwa pamoja, ataenda kugusa maisha yetu, na wiki nzima tutatembea katika ushindi. Tunapoiamuru asubuhi yetu, tunapomuita Mungu wetu, huruma zake zinakuwa juu ya maisha yetu, na tunaenda kutembea katika ushindi katika jina la Yesu. Hatutatembea kwenye huzuni, hatutatembea kwenye hasara, hatutatembea kwenye hali yoyote ambayo itatufanya tukose furaha, maana amesema tutaifurahia. Siku hii tutaifurahia, wiki hii tutaifurahia kwa sababu imefanywa na Bwana mwenyewe kwa ajili ya mapenzi yake, ili sisi watoto wake tuweze kuyatimiza makusudi yake. Kwa hivyo mahali popote ulipo, amini ya kwamba Mungu anaweza kutenda tena wiki hii na akakuinua pale ambapo ulikuwa umekwama, akakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Kabla tujaenda kutafakari neno letu la wiki hii, neno ambalo tutatembea nalo wiki hii, basi tukamshukuru Mungu kwa huruma zake na upendo wake. Karabashana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakubariki, asubuhi ya leo tunakutukuza, asubuhi ya leo tunasema asante, asubuhi ya leo tunaliinua jina lako, asubuhi ya leo tunalitukuza jina lako. Wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu mwenye fadhili, wewe ni Mungu ambaye umetukuka siku zote. Asubuhi ya leo, Jumatatu ya leo, tunakuinua tena, tunalibariki jina lako, tunakutukuza kwa sababu ya uzuri wa wingi wa fadhili zako. Asante kwa sababu ya asubuhi njema
ambayo umeifanya kwa ajili ya mapenzi yako yapate kutimizwa kupitia sisi watoto wako. Asante kwa sababu ya huruma zako ambazo bado ziko juu ya mkono wetu. Asante kwa sababu ziko juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya mkono wako ambao bado unaendelea kutupigania, unaendelea kututetea, unaendelea kutuimarisha. Asante kwa sababu kama ambavyo neno lako linasema ya kwamba hii ndio siku ambayo wewe Bwana umeifanya. Tunaamini ya kwamba hii wiki umeifanya wewe kwa sababu ya mapenzi yako, ili wale ambao wako katika wito waweze kutimiza mapenzi yako. Wale ambao ni wafanyabiashara, wale ambao ni wafanyakazi, wale ambao wako kwenye familia, kwenye ndoa, waweze kutimiza mapenzi yako, na kila mmoja katika nafasi yake aweze kutimiza mapenzi yako. Nasi tunasema tutafurahia na kushangilia, kwa sababu ndani ya mapenzi yako kuna furaha, kuna amani, kuna utukufu, kuna kibali, na mema yote yanakuwa yako sehemu ya maisha yetu. Asante kwa sababu wewe Bwana utaongoza wiki hii, utakuwa msaada kwetu, utakuwa njia kwetu, utakuwa majibu kwenye kila hitaji la maswali yetu, wewe utatusaidia. Asante kwa sababu ya wema wako. Tunakubariki na kutukuza Mungu katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya yule ambaye anaungana nami asubuhi ya leo. Wacha huruma zako ziendelee kuongea juu ya maisha yake. Endelea kusema na kumtetea na kumimarisha na kumpa kibali na kunemeka kila eneo kupitia neno la siku ya leo. Bwana, wacha neno lako likavae mwili kwenye maisha yake. Mahali ambapo anahitaji msaada, neno lako likavae mwili katika jina la Yesu Kristo. Maana ulifanyika mwili, ukavaa neno lako, likafanyike mwili kwenye maisha yetu, likatende kazi, likadhihirike, likatuinue, likatubariki, na utukufu wako kadhihirike, na mapenzi yako yakatimie kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na mahali ulipo sema amen, amen, amen. Siku ya leo ni siku ambayo Bwana ameifanya, ni siku ambayo imejaa utukufu wake, na siku ya leo tunaenda kutafakari neno letu ambalo Bwana ametupatia. Tutatembea nalo wiki nzima kuanzia siku ya Jumatatu. Tutakuwa tunakiri hilo neno ambalo Bwana ametupatia, na litafanyika kuwa sehemu ya maisha yetu, litafanyika kuwa uponyaji kwenye maisha yetu, litafanyika kuwa ulinzi kwenye maisha yako, litafanyika kuwa baraka kwenye maisha yako, pale ambapo utaendelea kulitafakari kila siku, kila dakika, kila saa. Ukiwa kazini, ukiwa ofisini, ukiwa kwenye biashara, mahali popote, kwenye nafasi yoyote ambayo Mungu amekuweka, tafakari neno lake. Utamwona Mungu akidhibitisha neno lake katika maisha yako. Haleluya. Kichwa cha somo wiki hii, tutatembea na kichwa cha somo kinachosema Bwana niangazie nuru ya uso wako. Bwana niangazie nuru ya uso wako. Bwana niangazie nuru ya uso wako. Mwambie Mungu, niangazie nuru ya uso wako. Wiki hii niangazie nuru ya uso wako. Wiki hii niangazie nuru ya uso wako. Na andiko letu la msingi linatoka katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 na ule mstari wa 25. Biblia inasema ya kwamba Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Kwa hiyo unamwambia Bwana, Bwana niangazie nuru ya uso wako. Niangazie nuru ya uso wako. Kwenye kazi yangu niangazie nuru ya uso wako. Kwenye biashara niangazie nuru ya uso wako. Kwenye kazi niangazie nuru ya uso wako. Kwenye huduma, kipawa na karama niangazie nuru ya uso wako. Alafu utaanza kuona Mungu akidhihirika kwenye maisha yako kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Utaona utukufu wa Mungu ukionekana katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kujoin mahali popote ulipo, na nikutangazie tu ya kwamba neema ya Mungu itaendelea kudhihirika kwenye maisha yako. Hautatembea kwenye hasara wiki hii, bali nuru ya uso wa Mungu itakuwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo mahali popote ulipo unaanza kukiri ya kwamba Bwana niangazie nuru ya uso wako. Anasema katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 mstari wa 25, anasema Bwana akuangazie nuru za uso wake. Nuru za uso wake. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na kukufadhili. Wiki hii tunahitaji Bwana tuangazie nuru za uso wake, ili tuweze kuona ukuu wake, ili uweze kuona ukuu wake.
ili uweze kuona fadhili zake, ili uweze kuona mema ndani ya maisha yako. Bwana akuangazie nuru za uso wake. Na Bwana anapokuangazia nuru za uso wake, wewe unatembea katika ushindi tu, wewe unatembea katika kibali tu, wewe unatembea katika utukufu usio kawaida. Kwa nini? Kwa sababu nuru za uso wake ziko juu yako. Nuru za uso wake ziko juu yako. Kwa hiyo Bwana akuangazie nuru ya uso wake, ili ukaone ushindi, ili ukaone kibali, ili ukaone kunemeka, ili ukaone mambo mema yakidhihirika katika maisha yako. Na siku ya leo natamani sana twende nikupe kufahamu vitu kama vitatu, vitatu au vinne, pale ambapo nuru za uso wa Bwana zinakuangazia. Pale nuru ya uso wa Mungu unapokuangazia. Kuna mambo kama manne hivi hapo nataka uyafahamu, ili uweze kutembea kwa ujasiri ndani ya wiki hii, uweze kutembea ukijiamini, uweze kutembea ukitambua kwamba wow, mimi niko na Mungu. Kwa hiyo uso wa Mungu, nuru yake inaniangazia njia zangu, nuru yake inaniangazia kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila mipango niliyokuwa nayo wiki hii, nuru za uso wake zipo juu yangu. Kwa hiyo utatembea kwa kujiamini, hautatembea kwa kutokuwa na kujiamini, mashaka kwamba nitafanikiwa au sitofanikiwa. Kwa hiyo kuna mambo kama manne ambayo siku ya leo nataka uyafahamu, ili niendelee kukutia moyo mahali ulipo, na utembee kwa ujasiri katika hii wiki, na ukaone neno la Bwana likivaa mwili katika maisha yako. Haleluya. Mungu anapokuangazia nuru ya uso wake kwenye maisha yako, jambo la kwanza ambalo linafanyika ni mabadiliko yatakuja kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ni mabadiliko. Nuru za uso wa Bwana zikikuangazia, kuna mabadiliko yatakayotokea kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko yatatokea kwenye maisha yako ya kiroho, mabadiliko yatatokea kwenye maisha yako ya kimwili, kwenye kazi, kwenye familia, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye kipawa, kwenye ndoa, kwenye kila eneo, kwenye afya yako. Ile nuru ya uso wa Mungu ikikuangazia, mabadiliko yatatokea kwenye maisha yako. Na kama mabadiliko yatatokea kwenye maisha yako, maana yake hayo ni mabadiliko ya faida, sio mabadiliko ya hasara, ni mabadiliko ya faida. Naamini unatamani nuru ya uso wa Bwana ikuangazie. Kwa kadri ambavyo utaendelea kusikiliza tafakari ya siku ya leo, utakuwa ndani yako una shauku inainuka kwamba nuru ya uso wa Bwana ikuangazie. Kwa nini? Kwa sababu mabadiliko yatainuka kwenye maisha yako. Mabadiliko yataonekana kwenye huduma yako, kwenye karama yako, kwenye kipawa, ofisini kwako, mahali pako pa biashara, mahali pako pa kazi. Utaanza kuona mabadiliko. Kwa nini? Kwa sababu nuru ya uso wa Bwana imekuangazia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo utatembea katika ushindi, kwa sababu mabadiliko yanapokuja wewe haui wa kawaida. Lakini jambo la pili ambalo nataka ulifahamu, baada ya nuru ya uso wa Bwana inapokuangazia, nuru ya uso wa Bwana inapokuangazia nuru ya uso wa Bwana, maana yake ni kwamba utatembea kwenye mafanikio, utatembea kwenye hali ya mafanikio. Haiwezi nuru ya uso wa Bwana ikakuangazia alafu ukaendelea kutembea kwenye hasara. Hapana, utafanikiwa. Kwa lugha nyepesi, utafanikiwa. Mungu atakufanikisha katika kila ambalo utalifanya. Mungu atakufanikisha katika kila ambalo utalifanya. Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ya 90 mstari wa 17. Zaburi ya 90 mstari wa 17. Anasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Haleluya. Maana yake atathibitisha kazi ya mikono yako. Uzuri wa Mungu utaonekana kwenye maisha yako, kwenye kazi ya mikono yako. Uzuri wa Mungu utaonekana. Kwa nini? Kwa sababu nuru ya uso wa Bwana ipo juu yako, inakuangazia. Kwa nuru ya uso wa Mungu ikikuangazia, maana yake utafanikiwa. Lazima utafanikiwa. Wale ambao wanakuchukia, wawe wanapenda au hawapendi, tambua nuru ya uso wa Bwana inapokuangazia lazima ufanikiwe.
lazima uwe na kibali, lazima uneemeke. Mafanikio haya yanayozungumzia ni mafanikio ya kimungu, kwa sababu kama nuru ya uso wa Bwana inakuangazia, maana yake mafanikio ya kimungu yatakuwa sehemu yako. Iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye karama, iwe ni kwenye eneo lolote la maisha yako, maana yake mafanikio ya kimungu yatakuwa sehemu yako, kwa sababu Bwana atafanya kazi ya mikono yako kuwa thabiti. Atathibitisha kazi ya mikono yako, atakuthibitisha ofisini kwako, atakuthibitisha mbele ya watu sahihi, atakuthibitisha kwenye ofisi ya huduma yako, atakuthibitisha kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye ndoa atakuthibitisha. Kwa hiyo tunaona kwamba nuru ya uso wa Bwana ikikuangazia, maana yake mafanikio ya kimungu yatakuwa sehemu yako. Naamini huko uliko unatamani kuona mafanikio ya kimungu ndani ya wiki hii yakidhirika kwenye maisha yako, mafanikio ya kimungu yakionekana. Kwa hiyo unapaswa usiogope, amini ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makubwa pale ambapo nuru ya uso wake inakuangazia. Mahali ulipo sema, Bwana niangazie nuru ya uso wako, niangazie nuru ya uso wako, niangazie nuru ya uso wako kwenye kazi, nuru ya uso wako kwenye biashara, nuru ya uso wako kwenye huduma yangu, nuru ya uso wako kwenye kila eneo la maisha yangu, nuru ya uso wako kwa watoto wangu, nuru ya uso wangu kwenye ndoto na mipango yangu. Utaona utukufu wa Mungu ukidhihirika kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Hilo ni jambo la pili. Haleluya. Na kwa nini mafanikio yanatokea? Ni kwa sababu nuru ya uso wa Mungu ikikuangazia. Jambo la tatu, nuru ya uso wa Mungu ikikuangazia, maana yake njia yako itakuwa wazi. Njia zako, maana yake nuru ya Kristo itakuwa katika njia zako. Kwa hiyo hautatembea gizani. Kwa lugha nyepesi, hautatembea gizani. Nuru ya uso wa Kristo inapokuangazia, hautatembea gizani, maana yake utatembea nuruni. Utatembea nuruni, na ukitembea nuruni utaonekana. Ukitembea nuruni, maana yake kwenye biashara utaonekana, wateja watakuona, ofisini kwako utaonekana unafaa, mahali pako pa kazi utapata kibali. Kwa watu ambao walikuahidi kazi mbalimbali, waliahidi kukupatia tenda, utaonekana na kupata kibali. Kwa nini? Nuru ya uso wa Bwana imekuangazia. Kwa hiyo njia yako itakuwa na nuru. Hautatembea gizani, bali utatembea nuruni katika jina la Yesu. Na mimi maombi yangu ya kwamba nuru ya uso wa Bwana ikuangazie wiki hii, ili utembee katika nuru, ili njia yako iwe na mwanga wa Kristo, ili njia yako iwe imebeba utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Jambo lingine la 4 ambalo siku ya leo ningependa ufahamu kabla hatujaenda kuomba, ya kwamba nuru ya uso wa Mungu inapokuangazia, haleluya, nuru ya uso wa Mungu ikikuangazia, haleluya, adui zako watatiwa upofu. Hiyo nuru inayokufanya wewe uonekane, ndio hiyo nuru itafanya adui zako wapate upofu. Hiyo nuru itafanya adui zako watiwe upofu. Yaani hiyo nuru inayokufanya wewe uonekane, uwe na kibali, ndio hiyo itakayowatia upofu maadui zako. Ndio hiyo itakayowafedhesha adui zako. Ndio hiyo nuru itakayowashusha chini wale waliokuwa wanakuwazia kushusha chini. Watashushwa wao, wataaibishwa wao, watafedheshwa wao. Kwa hiyo unaona jinsi nuru ya Kristo, nuru ya Mungu ikikuangazia, yale ambayo adui aliyakusudia kwako yatamrudia yeye. Mahali adui alitaka upotee, atapotea yeye, kwa sababu wewe utatembea katika nuru. Tumeona hapo vipengele 4 ya kwamba kutakuwa kuna mabadiliko kwenye maisha yako. Ya pili, kutakuwa kuna kufanikiwa. Ya tatu, njia yako itakuwa ina nuru, kwa sababu ile nuru ya Kristo itamulikia njia yako. Kwa hivyo hautatembea gizani. Jambo la 4 ni kwamba adui zako watatiwa upofu. Watatiwa upofu, wataaibishwa, watafedheshwa, wataaibishwa, watafedheshwa mbele ya macho yako, kwa sababu yawezekana wao walikuwazia mabaya, lakini nuru ya Kristo itakuangazia na utatembea katika utukufu usio wa kawaida. Naamini kuna mtu mmoja mahali fulani huko unasema
wiki hii nuru ya Kristo, nuru ya Bwana, nuru ya uso wa Bwana iniangazie. Nuru ya uso wa Bwana iniangazie. Kwa hiyo unaendelea kukiri pasipo hofu, kwa kujiamini. Upo kwenye daladala, uko nyumbani, uko unafanyia kazi nyumbani, au na uko ofisini, wewe endelea kukiri ya kwamba Bwana niangazie nuru ya uso wako. Bwana niangazie nuru ya uso wako. Bwana kwenye hii tenda naenda kuomba, niangazie nuru ya uso wako. Bwana ninapoenda kuomba visa, niangazie nuru ya uso wako. Bwana ninapoenda kwenye ofisi yangu, niangazie nuru ya uso wako. Ninapoenda kwenye biashara, niangazie nuru ya uso wako. Utaanza kuona mambo mazuri yanachipuka, mambo mazuri yanazalika. Wiki hii utashangaa unatembea kwenye ushindi, utajipata unatembea kwenye ushindi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anakuwa ni nuru yako. Kila mahali unapita ni nuru ya uso wa Bwana inakuangazia. Unapata kibali, unaonekana. Mahali ulisaulika unaanza kukumbukwa. Kwa nini? Kwa sababu nuru ya uso wa Bwana imekuangazia wewe. Nuru ya uso wa Bwana imekuangazia wewe. Kwa nini? Biblia inasema katika kitabu tunaangalia andiko lingine katika kitabu hicho cha Zaburi ya 68. Zaburi ya 68, ule mstari wa kwanza kabisa pale anasema, Mungu ondoka, adui zake watatawanyika. Mungu huondoka, adui zake watatawanyika, nao wamchukiao hukimbia uso wake. Wao wamchukiao hukimbia uso wake. Wale wanaokuchukia watakimbia. Haleluya. Wale wanaokuchukia kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana kukuangazia, wale wanaokuchukia, wale wanaokuwazia mabaya watakimbia. Adui zako watakimbia. Wale walikuwa wanakupikia majungu, ufukuzwe kazi, ushushwe cheo, watakimbia. Kutakuwa na confusion kati yao, kutakuwa na kuchanganyikiwa katikati yao. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapoinuka, adui zako wote wanakimbia. Anasema kwa sababu wale wanaokuchukia hukimbia uso wake. Wanaukimbia uso wa Mungu. Wanaukimbia uso wa Mungu. Wakati wewe unaukaribia uso wa Mungu, wakati wewe unanyenyekea pale kwenye uso wa Mungu ambao unakumulikia nuru yake, kuna watu wanakimbia mbio kwa sababu ya aibu, kwa sababu ya fedhea, kwa sababu ubaya wao unawekwa wazi. Kwa hiyo lazima watakimbia, adui zako watakimbia. Anasema Mungu ondoka, adui zake wakatawanyika. Wanakosa mwelekeo. Wanapotawanyika manake wamekosa mwelekeo. Kila mmoja anaenda huko anapojua yeye. Hawana mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu nuru ya uso wa Bwana imekuangazia. Nuru ya uso wa Bwana imekuangazia. Kwa hiyo hautakuwa wa kawaida. Adui zako watatiwa katika aibu. Adui zako wataaibishwa. Kuna watu wamepanga kinyume kukuharibia wiki hii, lakini nataka uamini ya kwamba nuru ya uso wa Bwana inakuangazia. Na adui zako, kama hiyo Zaburi ya 68 mstari wa kwanza inavyosema, Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika. Adui zake wakakimbia. Adui zake wakakimbia. Kila mmoja akaenda kujificha kwa sababu ya aibu. Wale waliokuwa wanakuwazia vibaya, wale wanaotaka upate hasara, wale wanaotaka uachike, wale wanaotaka uache huduma, wale wanataka ufedheke, wale wanataka uwe mtu wa kulia tu. Mungu akiinuka akakuangazia nuru ya uso wake, wote watakimbia. Aibu inakuwa sehemu yao, fedhea inakuwa sehemu yao. Wewe unatembea kibabe wiki hii, usiogope. Unatembea kibabe wiki hii kwa sababu gani? Nuru ya uso wa Bwana inakuangazia. Nuru ya uso wa Bwana itakuwa juu yako, itakuwa juu ya familia yako, itakuwa juu ya kazi ya mikono yako. Atathibitisha kazi ya mikono yako. Utakuwa juu ya nyumba yako. Nuru ya uso wa Bwana itakuwa juu ya kila ambacho unakifanya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na nuru ya uso wa Bwana inapokuwa inakuangazia, maana yake unastawi. Kama nilivyosema, mafanikio ya kimungu, unastawi. Hautakuwa tasa. Hautatembea kwenye roho ya mapooza kwenye kazi ya mikono yako, kwenye biashara yako. Maana yake utazaa, utastawi, utaongezeka,
utaona mkono wa Mungu, utaona kibali, utaona kibali. Unapoenda kwenye biashara, kwa wateja wako utapata kibali, kwa bosi wako utapata kibali. Kila eneo ambalo unahitaji kibali kitakuwa sehemu yako na kitakutambulisha. Kwa nini? Kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana imekuangazia. Anasema, ninarudia tena katika andiko letu la msingi, katika kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 mstari wa 25, anasema ya kwamba Bwana akuangazie nuru ya uso, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili na kukuhurumia na kukukumbuka, na kukuhurumia na kukupigania. Bwana akuangazie nuru za uso wake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nuru ya Bwana, nuru ya uso wa Bwana inapokuangazia, wale maadui wa hatima wanakula kona. Maadui wa biashara, maadui wa afya, maadui wa kazi ya mikono yako, maadui wa karama yako, wote watakimbia, watakuacha huru, watakimbia. Maadui wa kusudi lolo libeba, tunaenda kumwambia Mungu, nuru ya uso wako ituangazie wale maadui wa kusudi, maadui wa hatima, maadui wa maisha yako, maadui wa ndoa yako, maadui wa ofisi yako, maadui wa mahali pako pa kazi, pa biashara. Wakimbie, wakuachilie, watawanyike, kama anavyosema kwenye Isaya 68 mstari wa 1, ya kwamba Bwana anainuka na maadui wanatawanyika. Kwa wale maadui wa hatima, maadui wa kusudi lako, maadui wa kazi yako, maadui wa ndoto zako, wakatawanyike. Maadui wa afya yako wakakimbia na kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Nataka twende tukaombe sasa wakati huu. Haleluya. Naamini kabisa ndani yako moto unawaka wa kimaombi. Kwa hiyo nataka tukaombe asubuhi ya leo. Nataka tukaombe asubuhi ya leo. Korabashanda rabasai. Nataka tukaombe. Cha kwanza tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake, ya kwamba kwa Mungu wa rehema, asante kwa ajili ya nuru ya uso wako inayoniangazia wiki hii kwenye biashara, kwenye kazi. Asante kwa ajili ya nuru ya uso wako ambayo ipo kuniangazia wiki hii. Asante mahali uliposema Mungu, asante kwa ajili ya nuru ya uso wako ambayo inaniangazia wiki hii. Asante kwa ajili ya nuru ya uso wako ambayo inaniangazia kazi ya mikono yangu wiki hii, ambayo inaniangazia biashara yangu wiki hii, ambayo inaniangazia nyumba yangu wiki hii. Asante. Mshukuru Mungu mahali ulipo, mwambie Mungu asante. Asante kwa sababu ya nuru ya uso wako ambayo inaniangazia wiki hii, inaangazia wiki hii maisha yangu. Kwa hiyo sitatembea kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakubariki, tunakutukuza, tunakupa sifa Mungu wa rehema. Tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya neno lako. Wewe unalituma neno lako ili kutuponya, unalituma neno lako kutufungua, unalituma neno lako kutupa hatua mpya, unalituma neno lako ili kututoa kwenye matope, kututoa kwenye aibu, kututoa kwenye fedhea. Asante kwa ajili ya neema ya neno lako ambalo umeliachilia kwenye maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana tunatambua kwa neno lako wiki hii tutatembea kwenye utukufu wako. Asante kwa ajili ya neno lako, kwa sababu kwa neno lako tutatembea kwenye kibali, tutatembea kwenye mafanikio, tutaona mpenyo kwenye kazi zetu, tutaona mpenyo kwenye biashara zetu, tutaona mpenyo kwenye ndoto zetu, tutaona mpenyo kwenye mipango yetu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nuru ya uso wako katika kazi, nuru ya uso wako katika biashara, nuru ya uso wako kwenye afya zetu, kwenye kazi na biashara zetu, kwenye ndoto zetu na nyumba zetu na kwa watoto wetu. Asante kwa ajili ya nuru ya uso wako, sawa sawa na kitabu cha Hesabu
Asante Bwana. Hesabu ile 6 ile mstari wa 25. Asante kwa sababu umesema Bwana na aniangazie, Bwana na ataniangazia nuru ya uso wake, na atanifadhili. Baba, asante kwa sababu utaniangazia nuru ya uso wako na kunifadhili. Utaniangazia nuru ya uso wako na kunifadhili. Utaniangazia nuru ya uso wako na kunifadhili. Utanifadhili kwenye biashara, utanifadhili kwenye kazi, utanifadhili kwenye familia, utanifadhili Bwana kwa sababu ya nuru ya uso wako inaniangazia. Nuru ya uso wako inaniangazia. Asante kwa ajili ya neno lako ribo shanda. Asante riba kanta riba kuria. Ropo koria manda riba saya. Ripa shanda riba sika riba kuria. Katika jina la Yesu ninakubariki Mungu. Asante kwa sababu ya nuru ya uso wako ambayo itaniangazia wiki hii. Itaangazia mipango yangu. Itaangazia kila nitakalolifanya. Sitatembea kinyonge. Sitatembea kwenye hasara. Sitatembea kwenye manunguniko. Sitatembea kwenye maumivu ya kushindwa kwa sababu nuru ya uso wako inaniangazia. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu. Na nasema asante riba shanda. Ropo koria bashanda. Ropo koria bashanda. Ropo koria bashanda. Ropo koria bashanda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya nuru ya uso wako ipo kuniangazia. Ipo kuninemesha. Ipo kunifanya nitembee nuruni. Ipo kunifanya nitembee kwenye kibali. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina ya Yesu Kristo. Koraba shanda riba sika. Koraba shanda riba saya. Familia yangu haitatembea kwenye aibu. Watoto wangu watatembea kwenye aibu. Sitatembea kwenye aibu ofisini. Sitatembea kwenye fedhea. Sitatembea kwenye majonzi. Sitatembea kwenye aibu kwa sababu nuru ya uso wako inaniangazia. Sitatembea kwenye kukataliwa kwa sababu nuru ya uso wako inaniangazia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na mahali ulipo sema amen. Amen. Naamini utaendelea kuomba zaidi hilo ombi, kumshukuru Mungu kwa sababu ya nuru ya uso wake wiki hii inaenda kukuangazia, inaenda kukuonekania, unaenda kutembea kwenye kibali na ushindi. Kwa nini? Kwa sababu kupitia nuru ya uso wake kukuangazia, yeye atakufadhili, atakuthibitisha na atakuneemesha kwenye kila jambo katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Haleluya. Na mahali uliposema amen, nataka tukaombe ombi lingine la pili. Nataka tukaombe ombi lingine ya kwamba Mungu wa huruma, ninasimama katika malango ya wiki hii na kutangaza nuru ya uso wako ikawatie upofu maadui zangu, ikawatie upofu maadui wa hatima zangu, ikawatie upofu maadui wa biashara yangu. Ninasimama katika malango ya wiki hii kwa jina la Yesu na kutangaza nuru ya uso wako iwatie upofu maadui wa hatima yangu, iwatie upofu maadui wa kipawa changu. Nuru ya uso wako iwatie upofu maadui wa biashara yangu, maadui wa nafasi ambayo umeniweka, maadui wa ndoa yangu, katika jina la Yesu Kristo. Mahali uliposema Mungu, ninasimama katika malango ya wiki hii katika jina la Yesu na kutangaza nuru ya uso wako iwatie upofu maadui zangu, iwatie upofu maadui wa wito wangu, maadui wa karama yangu, maadui wa biashara yangu, maadui wa ndoto zangu, maadui wa kazi yangu, iwatie upofu. Nuru ya uso wako iwatie upofu. Nuru ya uso wako iwatie upofu maadui wa mipango yangu, maadui wa kazi ya mikono yangu, maadui wa karama yangu, maadui wote ambao umejipanga kinyume nami. Nuru ya uso wako iwatie upofu katika jina la Yesu. Omba mahali ulipo, mwambie Baba, katika jina la Yesu ninasimama katika malango ya wiki hii. Ninasimama katika malango ya wiki hii na kutiisha
kuisha katika jina la Yesu Kristo, na kutangaza katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, ile nuru ya uso wako Bwana ikawatie upofu wale maadui wa hatima yangu, wale maadui wa biashara yangu. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza nuru ya uso wako Bwana iwatie upofu maadui zangu ambao wanaanza kinyume na kazi yangu, ambao wanaanza kinyume na biashara yangu, ambao wapo kinyume na kila ninalolifanya. Nuru ya uso wako iwatie upofu. Ninasimama kwenye malango ya wiki, ninatangaza ya kwamba maadui wa hatima yangu watatembea kwenye upofu, watatembea kwenye huzuni, watatembea kwenye aibu na fedhea. Wale wote waliokuwa wanawaza kinyume na biashara yangu, kinyume na ndoa yangu, kinyume na kazi yangu, nuru ya uso wako iwaingize kwenye aibu, iwaweke kwenye fedhea, iwaweke kwenye mateso, iwaweke kwenye aibu katika jina la Yesu Kristo. Iwatie upofu katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya uso wako iwatie upofu. Nuru ya uso wako iwaweke kwenye aibu. Nuru ya uso wako iwaaibishe na kuwafedhesha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Maadui wa wito wangu, maadui wa karama yangu, maadui wa mipango yangu, maadui wa ndoto zangu, nuru ya uso wako Bwana iwatie upofu. Nuru ya uso wako Bwana iwatie fedhea katika jina la Yesu Kristo. Iwasambaratishe, iwafedheshe, watawanyike. Sawa sawa na Zaburi ya 68 ile mstari wa kwanza, anasema Mungu huondoka na adui zako wakatawanyika. Bwana, adui zangu, adui wa hatima, adui wa kipawa, adui wa kazi, adui wa ndoto, adui wa maono, adui wa afya, kwa nuru ya uso wako Bwana watawanyike. Inuka watawanyike, inuka waaibike, inuka wafedheke katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mahali popote walipo, iwe ni wafanyakazi wenzangu, iwe ni wafanyabiashara wenzangu, yeyote yule ambaye ni adui wa kazi ya mikono yangu, ambaye ni adui wa mafanikio yangu, nuru ya uso wako Bwana ikamwaibishe, ikamtie upofu katika jina la Yesu Kristo. 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 Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Amen. Mahali ulipo sema amen. Itikia amen. Ikiwa unaomba na mimi kwa imani na umemwambia Mungu ya kwamba nimesimama kwenye malango ya wiki na kutangaza nuru ya uso wako Bwana iwatie upofu maadui wa hatima yangu, iwatie aibu na fedhea maadui wa ndoa yangu, maadui wa karama yangu, maadui wa kipawa changu, katika jina la Yesu Kristo. Utaona unatembea kwenye ushindi. Ile nuru ya Bwana, nuru ya uso wa Mungu itakuangazia, na inapokuangazia adui zako wanatiwa upofu, wanaingia kwenye aibu na fedhea, maana wanashindwa, wewe unashinda, unatembea kwenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nataka tukaombe ombi lingine mahali ulipo, ombi lingine mahali ulipo, ya kwamba ninasimama katika malango ya wiki hii na kutangaza ushindi juu ya kazi za mikono yangu. Tumeona pale kwenye ile Zaburi, tumeona kwenye ile Zaburi ya Zaburi ya 90 ule mstari wa 17, ya kwamba atathibitisha kazi ya mikono yako. Ataithibitisha. Utauona uzuri wa Mungu, utaona uzuri wake, na utaona fadhili zake, na atathibitisha kazi ya mikono yako. Ataithibitisha. Utaona uzuri wa Bwana kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ofisi, na kazi ya mikono yako ataithibitisha. Ataithibitisha. Kwa hiyo unaenda kusema ninasimama katika malango. Ikiwa Mungu amesema ataithibitisha, atathibitisha. Atathibitisha. Kwa hiyo unaenda kutangaza kwamba ninasimama katika malango ya wiki hii kutangaza ushindi kwenye kazi ya mikono yangu, kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana. Ninatangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana. Ninatangaza ushindi kwenye kazi yangu,
Ninatangaza ushindi kwenye biashara yangu. Ninatangaza ushindi kwenye kila nitakachokifanya. Ninatangaza kushinda. Ninatangaza kushinda kwenye kila nitakachokifanya. Ninatangaza ushindi. Ninasimama kwenye malango ya wiki. Ninasimama kwenye malango ya wiki. Na wiki isikie neno la Bwana, ya kwamba kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana ninatangaza ushindi kwenye biashara, ushindi kwenye kazi, ushindi kwenye eneo la uchumi, ushindi kwenye kila eneo la maisha yangu, ushindi kwenye familia, ushindi ofisini kwangu, ushindi kwenye mradi wangu, ushindi kwenye kila eneo, kwenye huduma yangu. Natangaza ushindi. Natangaza kushinda. Natangaza ushindi kwenye malango yangu kwa sababu tu ya nuru ya uso wa Bwana inaniangazia. Ushindi ni sehemu yangu. Nenda mbele za Mungu katangaze katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa huruma. Asubuhi ya leo, Jumatatu ya leo, tunasimama katika malango ya wiki na kutangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wako. Tunatangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wako. Tunatangaza ushindi kwenye maisha yetu. Tunatangaza ushindi kwenye kazi zetu. Tunatangaza ushindi kwenye biashara zetu kwa sababu ya nuru ya uso wako. Tunatangaza kibali kwa sababu ya nuru ya uso wako. Tunatangaza kushinda. Tunatangaza kushinda kwenye biashara, kushinda ofisini, kushinda kwenye kila mipango, kushinda kwenye kila mipango tuliyokusudia. Tutashinda, tutafanikiwa, tutakuwa na kibali. Tunatangaza kibali, tunatangaza kushinda mahali tuliomba kazi, tunatangaza kushinda mahali niliomba tenda, tunatangaza kushinda mahali nilikuwa nahitaji msaada. Natangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wako. Ninasimama kutangaza kwenye malango ya wiki. Nasimama kutangaza kwenye malango ya wiki, malango ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka Jumapili. Natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi siku ya Jumatatu. Natangaza ushindi kwenye malango ya siku. Natangaza ushindi kwenye malango ya wiki. Natangaza ushindi kwenye malango ya saa. Natangaza ushindi kwa jina la Yesu kwenye malango ya dakika. Natangaza ushindi kwenye malango ya sekunde. Natangaza ushindi, natangaza ushindi siku nzima. Natangaza ushindi Jumatatu yote. Natangaza ushindi Jumanne yote. Natangaza ushindi Jumatano yote. Natangaza ushindi Alhamisi. Natangaza ushindi Ijumaa. Natangaza ushindi Jumamosi. Natangaza ushindi Jumapili. Natangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wako. Ninatangaza kushinda. Ninatangaza kushinda. Kila eneo nitashinda. Ninatangaza ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kushinda. Natangaza kushinda. Natangaza kushinda dhidi ya yoyote anayeinuka kinyume nami. Ninatangaza kushinda dhidi ya chochote kinainuka kinyume nami. Natangaza ushindi kwa sababu ya nuru ya uso wako Bwana inaponiangazia. Ushindi ni sehemu yangu. Kibali ni sehemu yangu. Natangaza ushindi dhidi ya maadui wote walio kinyume nami kwa sababu ya nuru ya uso wako. Ninatangaza kushinda. Ninatangaza kushinda. Ninatangaza kushinda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na mahali ulipo itikia kwa ushindi kabisa. Amen. Amen. Utaona ushindi wa Mungu ndani ya wiki hii yote. Utaona ushindi. Utaona kunemeka. Utaona utukufu. Haleluya. Haleluya. Mahali ulipo unajitangazia ushindi kwenye siku ya Jumatatu. Ndani ya masaa yote, kwenye malango ya saa unatangaza ushindi. Kwenye malango ya dakika, malango ya sekunde unatangaza ushindi. Kwa nini? Kwa sababu ya nuru ya uso wa Mungu unapokuangazia. Wewe ni mshindi, sio mshindwa. Unakuwa mshindi dhidi ya wote walio kinyume na wewe, dhidi ya roho zote zilizo kinyume na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuomba ombi lingine la mwisho. Koraba shanda rabasai. Tunaenda kuomba ombi lingine la mwisho.
Unaenda kumwambia Mungu, ninasimama katika malango ya wiki, kwenye malango yangu ya wiki, kwa sababu ya nuru ya uso wako. Ninatangaza kufanikiwa, ninatangaza kuzaa, ninatangaza kustawi, ninatangaza kuneemeka. Kwenye eneo la uchumi natangaza kuongezeka, kwenye biashara natangaza kuongezeka, kwenye kazi natangaza kuongezeka, kwenye huduma natangaza kuongezeka, kila eneo natangaza kuongezeka. Natangaza mafanikio katika jina la Yesu. Ninasimama katika malango ya wiki, ninasimama kwenye malango yangu ya wiki na kutangaza mafanikio kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana ambayo inaniangazia. Natangaza kufanikiwa. Mahali wengine watashindwa, mimi nitafanikiwa. Mahali wengine watalia, mimi nitafurahia. Mahali wengine watachoka, mimi nitakuwa na nguvu. Mahali wengine watakosa kibali, mimi nitakubalika. Natangaza kufanikiwa, natangaza kuneemeka, natangaza kuinuka, natangaza kustawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mahali ulipotangaza, tangaza kufanikiwa kwenye malango yako ya wiki, kwamba kwenye malango yangu ya wiki natangaza kufanikiwa. Hakuna kushindwa, hakuna kufeli. Natangaza kufanikiwa kwenye malango yangu ya wiki kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana. Natangaza kufanikiwa kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana. Natangaza kuinuka, natangaza kuwa na kibali, natangaza kunemeka. Katika eneo la uchumi nitainuka, roho za utasa hazitanishinda, nitashinda, nitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kufanikiwa, natangaza kuneemeka, natangaza kustawi, natangaza kuongezeka, natangaza kibali, natangaza kuzaa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nitazaa wiki hii, nitafanikiwa wiki hii, nitaongezeka wiki hii, nitastawi wiki hii. Kwenye biashara nitastawi, kwenye biashara nitaongezeka, kila eneo nitaongezeka kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana inayoniangazia. Natangaza kufanikiwa, natangaza kufanikiwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana inayoniangazia. Natangaza kuneemeka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kuinuka, natangaza kustawi, natangaza kushinda. Kila eneo nitashinda, kila eneo nitafanikiwa, kila eneo nitainuka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mahali watakataliwa, natangaza kufanikiwa, natangaza kibali, nitakuwa na kibali, natangaza kibali, natangaza kibali. Mahali watu hawakumbukwi, mimi nitakumbukwa kwa sababu ya nuru ya uso wako Bwana. Nitakumbukwa, nitakumbuka, nitaonekana. Mahali wengine hawaonekani kwenye biashara, mimi nitaonekana kwa sababu ya nuru ya uso wako. Nitaonekana, wateja wataniona, wateja watanifuata kwa jina la Yesu Kristo. Watu sahihi watanifuata kwa jina la Yesu Kristo, watu sahihi watanifuata kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya nuru ya uso wako natangaza mafanikio, natangaza mafanikio kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, 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 mfalme wa falme. Na mahali uliposema amen ya ushindi, amen ya ushindi. Kwa nini? Kwa sababu wiki hii utafanikiwa, na utakapokuwa usiache, endelea kutafakari na kuomba na kutangaza kwamba natangaza kwenye malango ya wiki. Malango yana masikio, yanasikia. Tangaza ushindi, tangaza kibali, tangaza kuinuka, tangaza kuneemeka, tangaza kuzaa, tangaza mambo mazuri kuja kwenye maisha yako, vitu vizuri kuja kwenye maisha yako. Tangaza kuongezeka, tangaza kustawi kwenye karama na kipawa. Tangaza ushindi kila eneo. Utaona neema ya Mungu inavyoanza kudhihirika. Utaona hilo neno likivaa mwili kwenye maisha yako. Neno litavaa mwili, naye neno akafanyika mwili, na hilo neno litafanyika mwili, litavaa mwili kwenye maisha yako. Utaona madhihiriko ya kwamba hilo neno umelivalisha kufanikiwa, umelivalisha kibali. Kibali kitaonekana, kuzaa kutaonekana, kustawi kutaonekana, amani itaonekana,
Furaha itaonekana ya kwamba wiki natangaza mafanikio. Sitatembea kwenye manunguniko, sitatembea kwenye kulialia, sitatembea kwenye uchungu, sitatembea kwenye huzuni. Mimi nitakuwa ni mtu wa furaha wiki nzima. Kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana itaniletea habari njema. Nuru ya uso wa Bwana itaniunganisha na watu sahihi. Nuru ya uso wa Bwana itanipatia vitu vizuri. Sitajikwaa njiani kwa sababu ya nuru ya uso wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, na mahali uliposema amen. Naamini mahali ulipo umebarikiwa na maombi haya asubuhi. Naamini kabisa na huruma za Bwana zitaendelea kukusaidia wiki, zitaendelea kukupigania wiki, na utaendelea kuona mkono wa Mungu ukiwa na nguvu ukikusaidia kwenye maisha yako wiki, katika jina la Yesu Kristo. Wakati nataka nikukaribishe katika ibada zetu zinazoendelea katikati ya wiki. Karibu sana mahali popote ulipo. Siku ya Jumatano kuanzia saa 10 mpaka saa 12 ni shule ya ufunuo. Karibu sana School of Liberation. Karibu sana. Roho Mtakatifu akupatie mafunuo, akupatie maarifa, akupatie maarifa atakao kufanya ushinde kwenye kila eneo la maisha yako. Siku ya Ijumaa ni siku ya ukombozi, siku ya uponyaji, siku ya urejesho, na kukaribisha sana kuanzia saa 10. Unasema natamani kuonana na Apostle. Siku ya Ijumaa ndio siku yenyewe ya kuonana na mimi. Unasema Apostle, mimi niko nje ya Tanzania, nipo nje ya Dar es Salaam, nina mahitaji. Nipo nje ya Dar es Salaam, nina mahitaji. Natamani uniombee niweze kuvuka eneo hili. Nimekwama hapa, nahitaji msaada. Upo nje ya Dar es Salaam, unasema nashindwa kufika huko, lakini nina mahitaji. Umbali kwa Mungu sio kizuizi. Tuma mahitaji yako, nitakuombea. Tuma hitaji lako, nitamsihi Mungu kwa ajili yako na ataonekana. Mahali popote ulipo, namba zilizopo hapo chini, tuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Tuma maombi yako kwa njia ya WhatsApp. Nitakuombea na Mungu atakusaidia, atakutetea, atakuponya na kukupatia hitaji la moyo wako. Mahali popote ulipo, iwe ni Tanzania au nje ya Tanzania, mkono wa Mungu haujawahi kushindwa, unafika kila mahali. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini wewe ambaye upo Dar es Salaam, unasema ninatamani kuonana na Apostle, basi fika siku ya Ijumaa. Una shida yoyote, ndugu yako ana shida, ana changamoto ya aina yoyote, Mungu yupo kukusaidia. Karibu sana. Mungu amenipaka mafuta kwa ajili ya kazi hiyo. Fika katika madhabahu Mount Sinai iliyopo Mbezi Beach Bondeni, na Mungu wangu atakuhudumia na kukupatia ushuhuda. Lakini pia nakukaribisha sana siku ya Jumapili. Njoo kukutane na mkono wa Mungu, njoo kukutane na uweza wa Mungu, njoo uone Roho Mtakatifu akitenda kazi, na atakusaidia nawe pia na kukuvusha mahali ulikuwa umekwama, na utatembea katika uhuru, na ufalme wa Mungu utajengwa kupitia wewe kusaidika, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lakini nasema mahali ulipo, natamani kupitia maombi haya asubuhi kutoa sadaka yangu kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi unakaribishwa kupitia namba hizo hapo chini. Unaweza kumtolea Mungu na kusupport kazi ya Mungu kwa namna yote ile unasikia ndani yako kusupport kazi ya Mungu, basi unaweza kutoa sadaka yako kwa namba ambazo ziko hapo chini, na utafanyika baraka na ufalme wa Mungu utajengwa kupitia hiyo sadaka yako. Na Mungu wangu akubariki mahali popote ulipo. Nikutamkie baraka katika wiki hii. Tembea kwenye baraka za kimungu, tembea kwenye mpenyo wa kimungu. Nenda kaneemeke na kufanikiwa. Kibali cha Bwana kiwe juu yako. Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Mungu akupatie kibali. Mungu akupe kuonekana. Mungu akupe kukumbuka kwa sababu ya nuru ya uso wake. Basi Mungu akuhifadhi, aithibitishe kazi ya mikono yako, akuneemeshe, iwe kwenye ndoa, kwenye familia. Basi nuru ya uso wa Bwana ikuangazie wewe na familia yako, ukaone mema ya nchi, ukaone utukufu wa Mungu, ukaone uzuri wa Bwana. Kwa sababu ya nuru ya uso wa Mungu wiki hii ukapate shuhuda
kwenye kila eneo la maisha yako. Ninakuombea kwa Mungu wangu akupatie shuhuda kwa sababu ya nuru ya uso wake, basi shuhuda zikaambatane na wewe, zikawe sehemu ya maisha yako. Mungu akatukuzwe kupitia wewe. Mungu akatukuzwe kupitia maisha yako, kupitia kazi yako, kupitia biashara yako, kupitia karama ulio nayo. Mungu akatukuzwe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akathibitishe kazi ya mikono yako. Una roho ya madeni, ninakuombea nuru ya Kristo iingie ndani yako, iondoe roho ya madeni katika jina la Yesu Kristo. Ukawe huru, roho ya madeni ikaondoke, ukageuzwe na kuwa mtu mpya ambaye hana roho ya madeni, ambaye hatembei kwenye roho ya madeni, bali ukatembee katika utukufu wa Mungu kupitia kazi ya mikono yako, katika jina la Yesu Kristo. Na mahali ulipo sema amen. Mungu wangu akubariki. Ulikuwa na mimi, naitwa Apostle Luciana, the voice of solution. Tukutane siku ya kesho tukiendelea kuitia huruma za Bwana hapa Facebook na YouTube. Karibu sana, lakini unaweza ukashare na kwa mtu mwingine ili iweze kufanyika baraka kwake. Ulikuwa nami Salem. Kora basakara bashanda ribasai. Kora